Na mtazamaji wa Anuari TV, tunakwenda kuangazia mchezo wa ngao ya jamii kati ya Manchester City dhidi ya Arsenal ambao siku ya kesho ndio wanakwenda kupigwa majira ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Huu ni mchezo ambao unakwenda kutoa ishara ya ufunguzi wa msimu mpya wa mwaka 2026-2027 kunako ligi kuu soka ya pale nchini Uingereza. Uko hapa na mimi Leopard John ambaye nakwenda kuangazia siku ya leo, lakini niko hapa na mchambuzi kwa maana ya Babu Ramso ambaye atakwenda kupatia uchambuzi kuhusu mchezo huo kwa siku ya kesho. Babu Ramso, Manchester City chini ya kocha Enzo Maresca dhidi ya Arsenal chini ya mwalimu Mikel Arteta. Tunaanzia hapo, ni mchezo wa aina gani, lakini pia kile ambacho timu hizi mbili wamezifanya kwa maana ya sajili ambazo tayari wameanza kuzifanya kuelekea msimu ujao. Unajua hakujai kuwa na mechi rahisi wanapokutana Manchester City pamoja na Arsenal. Ikumbukwe hata msimu uliopita moja kati ya timu ambazo zilikuwa title contenders mpaka pale Arsenal alipoweza kuchukua ubingwa ilikuwa ni kati ya Manchester City dhidi ya Arsenal pia. Na kujaribu kuangalia hata msimu uliopita Manchester City walikuwa bora zaidi kuliko Arsenal. Ikumbuke katika michezo mitatu ambayo alikutana msimu uliopita michezo miwili ya ligi ambayo mchezo wa kwanza ulitoka sare ya 1-1, mchezo wa pili Manchester City waliweza kupata ushindi wa goli 2-1, lakini mchezo wa EFL Cup Manchester City waliweza kupata ushindi wa goli 2-0. Kwa hiyo hii inasadiki kabisa kwamba ni ubora wa namna gani ambao vilabu hivi vinakutana. Inaweza ikawa kwa sababu msimu uliopita alikuwa mwalimu Pep Guardiola, lakini msimu huu yuko mwalimu Enzo Maresca. Lakini ukijaribu kuangalia hata ina wachezaji ambao bado wameendelea kubaki katika vilabu hivi viwili, Manchester City pamoja na Arsenal. Manchester City bado still wameendelea kuwa na wachezaji wake nyota ambao walikuwepo msimu uliopita. Licha ya msimu huu kumekuwa na tetesi za mchezaji Rodri kuhusishwa na Barcelona, lakini still mpaka sasa hivi bado ni mchezaji wa Manchester City. Lakini ongezeko ambalo la wachezaji ambao walifanya katika dirisha dogo msimu uliopita Manchester City, la Semenyo, mtu kama Gueye, ilikuja kuongeza nguvu zaidi katika kikosi cha Manchester City. Lakini kwa upande wa Arsenal, ikumbukwe ni mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza msimu uliopita. Moja kati ya timu ambayo ilikuwa na performance pia ilikuwa nzuri zaidi. Lakini angalia maingizo ambayo wameweza kuyaongeza. Ameondoka Trossard, lakini naona kuna mchezaji wa Kigiriki Tizoris ameingia kutoka Club Brugge. Akiwa na Club Brugge katika michezo 52 ambayo amecheza ameweza kufunga magoli 22 na assist 29. Kwa hiyo unaweza kuona na contribution ya magoli 51 katika michezo 52 ambayo ameweza kushiriki. Kwa hiyo unaweza kuonekana hata katika hii michezo ya pre-season unaona kabisa kuna kitu kikubwa ambazo Tizoris amekuja kukiongeza katika klabu ya Arsenal. Lakini hawajaishia hapo, wakafanya sajili ya mchezaji Bruno Guimaraes kutoka Newcastle. Ubora alikuwa nao Bruno Guimaraes ni kitu ambacho Arsenal walikuwa hawana katika viungo wake. Ni mchezaji ambaye anaweza kufanya dribbling kutoka mita kadhaa kuelekea katika lango la mshambuliaji, ambayo imemfanya zaidi kuchezewa faulo nyingi katika hii misimu hii mitatu. Moja kati ya mchezaji ambaye amehusishwa zaidi kuchezewa faulo moja hapo ni Bruno Guimaraes. Kwa hiyo inaweza kutengeneza nafasi kwa wachezaji wa Arsenal katika short pieces ambao msimu uliopita walikuwa ni bora zaidi katika kufungaji wa magoli, lakini pia wanaenda kutengeneza fouls ambao mchezaji kama Declan Rice, Eberechi Eze wameonekana wakiwa wazuri zaidi kutumia kuconvert mipira design yao kuweza kuwa goli. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa ambacho mwalimu Mikel Arteta ameenda kukiongeza katika eneo lake la kiungo, na ikumbuke pia imekuwa na depth kubwa kwa sababu msimu uliopita tulimshuhudia mchezaji Lewis Skelly mwalimu Arteta akijaribu kumtumia katika eneo la kiungo, lakini na kumwacha nje Zubimendi. Kwa sasa hivi katika ile eneo unakuta wamesheni wachezaji wengi, kuna Zubimendi, Declan Rice, Lewis Skelly, kwa mbele ameongezeka Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, Eberechi Eze. Kwa hiyo angalia aina wachezaji ambao wapo katika ile kikosi cha Arsenal, ndio pale unapojua bwana mdogo Doman yuko. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa aina wachezaji ambao wako pale wakina Nogard namna gani ambao kimeenda kuongeza depth ya kikosi. Lakini pia mwalimu Enzo Maresca ni mwalimu ambaye kuitengeneza upya Manchester City. Kwa hiyo kwa sasa tunajua kuona mechi bora, moja kati ya makocha bora ambao wanazungumziwa katika ligi kuu ya Uingereza. Hutoacha kumzungumzia pia mwalimu Enzo Maresca. Kwa hiyo hiki ambacho kinaenda kutokea kesho katika mchezo wa ngao ya jamii ya ufunguzi wa ligi kuu ya Uingereza ni ule ubora wa makocha wawili, lakini ubora wa wachezaji ambao
wapo katika vikosi hivyo vyote viwili pia. Sawa. City anaingia kwenye huu mchezo akiwa na mwalimu mpya kwa maana ya Enzo Maresca, wakati Arsenal wao wanaingia na kocha wao ambaye ndiye aliwapa ubingwa kwa msimu uliopita kwa maana ya Mikel Arteta. Pengine hii haiwezi kuwa faida kwa Arsenal na ikawa ni au athari kwa upande wa Manchester City, kama sio hasara kabisa. Arsenal advantage kwa sababu uwepo mwalimu wa Mikel Arteta kwa msimu takriban unaenda wa 5 au 6. Ya advantage pia kwa Arsenal kwa sababu ni mwalimu ambaye anajua wachezaji wake vizuri, amekaa nao vizuri, lakini pia hata mabadiliko ya wachezaji na maingizo yamekuwa sio ile timu ambayo inaondoa wachezaji wengi na kuingiza wachezaji wengi. Amekuwa anaingiza wachezaji wachache katika baadhi ya position. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachache wengi, wachezaji wengi wamekaa na chemistry, kwa hiyo wanajuana. Kwa hiyo ni advantage pia kwa mwalimu Mikel Arteta. Lakini kwa mwalimu Enzo Maresca kwa sababu ni mwalimu mpya na yeye anajaribu kutengeneza ile combination yake upya, kutafuta ile chemistry ya wachezaji wake katika namna moja. Angekuwa mwalimu Pep Guardiola kama ndo coach wa Manchester City, tungeona pia kuitafasiri mechi katika upande mwingine kwa sababu walimu wote wamekaa na timu kwa muda mrefu, mwalimu na wanafunzi wake na wanafunzi wake, lakini kwa sababu anakuja mwalimu Enzo Maresca naye atakuja na falsafa zake. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kileta utofauti wa mechi, lakini still katika mechi hii bado hata katika zile turufu bado Arsenal chini ya mwalimu Mikel Arteta wanapewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mechi ya kesho ya Community Shield. Sawa, City wameongeza Elliot Anderson katika upande wa eneo la kiungo. Pengine anakwenda kuongeza nini labda kwenye kikosi cha Enzo Maresca kwa msimu ambao unakuja kuanza, lakini pia kwa mchezo wa kesho moja kwa moja kama akipata nafasi ya kwanza? Elliot Anderson akiwa na Nottingham Forest msimu uliopita, tunaona ubora wake namna gani alichokuwa anakifanya, lakini uwepo wa Tijan Rangers msimu uliopita akitokea AC Milan bado hatujaona kile kitu ambacho nilikitegemea kutoka kwake Tijan akiwa na AC Milan. Kwa kuna kitu ambacho mwalimu Enzo amekianza kukionyesha kujaribu kutaka kutengeneza depth kubwa ya eneo la kiungo, kwa sababu Rodri kama atabahatika kuendelea kubaki na Manchester City, juu yake ukimweka Elliot Anderson kuna combination kubwa utaiongeza pale, lakini pia Tijan anahusishwa pia kuondoka kuelekea nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo in case pia kama ataondoka basi atakuwa na replacement nzuri pia, lakini kama wote watakuwepo, Tijan atabaki kuendelea kwa Manchester City, Rodri ataendelea kubaki na Manchester City, lakini pia Elliot Anderson ataendelea kubaki na Manchester City, basi watakuwa wametengeneza ile combination nzuri katika eneo la katikati, lakini pia itatengeneza ukubwa wa kikosi, kwa sababu ikumbukwe msimu hauna michuano miwani, hakuna EPL tu peke yake. Kuna Champions League, kuna EFL Cup, kuna FA Cup, si ndio? Kuna ligi kuu ya Uingereza. Hiyo michuano yote minne ambayo timu moja inaweza kushiriki michuano. Kwa hiyo unahitaji kuwa na idadi kubwa ya wachezaji wenye kiwango kinachofanana ili kuweza kupa ule ubora ambao unafanana katika timu yako. Kwa hiyo ukiongeza kwa Elliot umeenda kuongeza tija kubwa sana katika kikosi cha Manchester City pia. Sawa, huu ni mchezo ambao bingwa lazima apatikane kwa maana ya mshindi. Pengine tutazamie nani ambaye ana nafasi kubwa ya kuweza kuibuka na ushindi kwa maoni yako, lakini pia kwa utabiri wako? Kwa yale ambayo nimeeleza awali, kutokana na chemistry ya muda mrefu aliyokuwa nao mwalimu Mikel Arteta na wachezaji wake, lakini maingizo ya wachezaji katika kikosi cha Arsenal ambao wanafanya taratibu kwa kipindi chote ambacho mwalimu Mikel Arteta yupo, ugeni wa mwalimu Enzo Maresca katika kikosi cha Manchester City, lakini pia mabadiliko baadhi ya wachezaji katika kikosi cha Manchester City, bado still mwalimu Mikel Arteta nafasi pia kubwa na kikosi chake cha Arsenal kufanya vizuri katika mechi ya kesho. Kwa kwangu mimi bado nawapa sana turufu timu ya Arsenal kuweza kufanya vizuri kesho katika mechi ya ngao ya jamii. Sawa, huo ni mchezo wa ngao ya jamii ambako siku ya kesho majira ya saa 11 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki utakwenda kuchezwa, ukihusisha timu ya Manchester City dhidi ya Arsenal, ambao hawa kimsingi ndio mabingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza kwa msimu uliomalizika. Na upata kusikia na kuona uchambuzi juu ya kile ambacho tunakwenda kukielekea kwa siku ya kesho kutoka kwa mchambuzi hapa Babu Ramso. Jina langu ni Leopard John, nyuma ya kamera alikuwepo Arafa Kaula. Asante kwa yeye ambaye umekuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Hadi wakati mwingine, na kwaheri kwa sasa.